Kwa muda wa miaka mitatu iliyopita, serikali za kaunti zimekuwa zikitekeleza wajibu wake kwa ushirikiano na maafisa wasimamizi katika kaunti ndogo, wodi na vijiji. Maafisa hao ambao waliteuliwa chini ya sheria ya serikali za kaunti ya mwaka 2012 ilihitaji wateuliwa kwa nafasi za kudumu kama wenzao katika serikali ya kitaifa ambao wanashikilia nafasi za wakuu wa wilaya na tarafa. Lakini sheria iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta siku ya Alhamisi baada ya kupitishwa na Seneti inahitaji maafisa hao kuondolewa au kuteuliwa upya kila ambapo serikali mpya ya kaunti inachaguliwa. Hii ina maana kwamba kazi za maafisa hao zitategemea mapenzi ya gavana na serikali mpya za kaunti. Nyinyi mnaweza kuunga sheria kama hiyo mkono? Kama DC yeye ni permanent. Yule anaitwa county commissioner ni permanent. Yule mdogo wake ni permanent. Kwa nini administrator wa serikali ya county yeye awe temporary? Sheria hiyo huenda ikaathiri pakubwa ajira za mamia ya maafisa ambao walijiuzuru kutoka kwa nafasi za utawala wa mikoa kwenye serikali ya kitaifa na kujiunga na serikali za kaunti katika nafasi hizo ambazo sasa zitachukua sura ya kisiasa sawia na zile za mawaziri wa kaunti. Hali hii pia inaonekana kuiga mvutano wa kisiasa kati ya maseneta na magavana, huku baadhi ya maseneta wa sasa wakiripotiwa kumezea mate nafasi za magavana. Endapo maseneta watachaguliwa kuwa magavana, basi watakuwa na uhuru wa kuteua maafisa wapya kutekeleza ajenda zao. Sisi kama magavana tuko tayari kuenda kotini, tutaenda koti kuu ya taifa ya Kenya kuhakikisha hiyo sheria haijafua ndafu. Munya alikuwa akizungumza huko Buri, kaunti ya Meru. Sam Gitoko, Nipashe Wikendi.